Chadema. Chadema. Ya, asanteni sana. Kwanza awali ya yote nimshukuru Mheshimiwa Wakili Alex Masaba na Wakili Aloizi kwa niaba ya jopo la mawakili wote wa chama ambao walikuwa hapa, tukitambua kwamba Mheshimiwa Matata Mahinyira wamekuwa nasi hapa kwa muda mrefu sana. Jambo la pili, tumshukuru Mheshimiwa Garubindi ambaye ni mkurugenzi wa sheria wa chama makao makuu na chama kwa ujumla, ofisi ya katibu mkuu na viongozi wetu. Tunakumbuka kwamba makamu mwenyekiti aliwahi kufika hapa, si ndio? Ndio. Lakini pia amekuja hapa katibu mkuu wa baraza la wanawake, alikuja hapa mwenyekiti wa baraza la wanawake taifa. Maana yake ni kwamba watu wa mkoa wa Mara sisi tunayo shukrani kubwa sana kwa kweli Mheshimiwa Masaba kwa chama, kwa sababu mlionesha kuguswa na sisi. Mkoani kwetu kesi zilikuwa nyingi sana, hizo za tarehe 29 zinazoitwa za tarehe 29. Pale wilaya ya Tarime kuna kesi za aina hii 3 ambazo zina makundi tofauti matatu ya watu zaidi ya 51. Mpaka sasa wameachiwa watu 8, lakini bado kuna watu wengine ambao hukumu zao ni tarehe 14 na tarehe 18. Kwa hiyo Mheshimiwa Masaba, ni kwamba tarehe 18 kuna kesi ya watu 9 wa Sirari na kutakuwa tena na kesi ya watu 17 wa Nyamongo na kuna kesi ya watu 26 tarehe 14. Watu wetu walikamatwa kwa staili tofauti tofauti. Mmeona hapa utetezi wao, na utetezi wao unadhihirisha jinsi ambavyo hichi chama kinatupitisha kwenye mateso. Sio chama kinapenda tupitie hapo, ila kuna watu wanatamani tupite kwenye hayo mateso ili tukate tamaa. Mmemwona ndugu yetu hapa anaitwa Toru, mikono yake jinsi ilivyo na hali yake ilivyokuwa, sijui yuko wapi. Toru ameumizwa sana, na ukiangalia hali halisi yake anaonesha ni mtu ambaye alifanyiwa torturing. Lakini kuna watu wengine wa aina hiyo wameumizwa sana kabla hata ya kubambikiwa kesi. Kwa msingi huo tunatoa wito kwa wale wanachadema ambao mko kwenye comfort zone, ambao kwa sasa hujakutwa na tukio. Moja ya jambo ambalo tunaweza kuishi ni kukimbiliana na kusaidiana pale ambapo mwenzetu anakuwa na shida. Hawa wenzetu hawakuwa na shida ya kesi za kuku, kwamba wameiba kuku kwa mtu, wala hawakuwa na shida za kubaka mtu, hawakuwa na shida binafsi. Shida walizokuwa nazo zilikuwa kwa ajili ya to intimidate, tunaita hivyo, kutisha dhamira yao ya kutafuta mageuzi kwenye nchi. Na ndio maana wamekaa humu miezi 6 ndani, lakini hata sasa wengine wameambiwa mambo ambayo hawayajui, wamepewa sifa ambazo hawazijui. Mfumo wetu wa ukamataji katika nchi hii umekuwa ukisababishia mahakama inakuwa na mzigo mkubwa sana wa kufanya kesi ambazo ukizisikiliza Mheshimiwa Wakili, wakati mwingine ni mzigo serikali inajiingiza kuhudumia kesi hizi katika hali ambayo sio ya lazima. Mfumo wetu wa ukamataji katika nchi hii unapaswa kujihoji kama uko sahihi. Kuna wakati Jaji Chanda aliwahi kusema kwamba kwenye tume ya haki jinai akatoa maoni ambayo sasa hivi tena ameyaruka yeye mwenyewe, na sasa hivi ametoa baraka tena kwenye mfumo huu wa ukamataji ambao ni mfumo kandamizi, mfumo wa kuonea watu, kwamba tena sasa hivi utalazimika kufanya kitu kinaitwa upelelezi. Hawa watu ambao wanasema wafanye upelelezi ndio hawa wanaobambikia mtu kesi, tayari wameisha kumjeruhi, tayari wamekwisha kumuumiza. Kwa hiyo sisi kama Chadema mkoa wa Mara, kwa sababu ni wazoefu wa madhira haya, hatuungani kabisa na kauli yoyote ya kutokufumua huu mfumo wa ukamataji kwenye nchi hii, kwa sababu ndio mfumo unaotuletea haya matatizo yote. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili,